Cyprian, once again, welcome to our channel, and today I'm super excited. I'm so happy, and thanks to all activists and thanks to all human rights activists for the job you have been doing. Mpaka tumeweza kuona leo good news from IPOA. So today guys, nimekuwa nikifuatilia hii habari sana, ambapo IPOA imesummon 50 police officers and commanders of a Gen Z protest. As you all know, wakati Gen Z walikuwa wana demonstrate, kuna vijana waliweza kuwa abducted, kuna vijana waliweza kuuliwa, wengine mpaka mili haijaweza kupatikana hadi leo hii. Kuna wengine tuliweza kuzika, may their souls rest in peace. Na kuna askari walikuwa wanaonekana wasi tu hadharani tu, hata hawako wanaogopa. Waliua vijana bila kuogopa ama bila kushtuka. Na wakati Wakenya walikuwa wanajaribu kupiga mdomo pale mtandao, our president never listened to us. Tumekuwa tukipiga mdomo, tumekuwa tukipiga kelele kwamba hawa askari waweze kuchukuliwa hatua. Tumekuwa tukiulizia IPOA iko wapi? Wale mapasta ambao wanaombea Ruto wako wapi, ili waweze kuongelelea haya mambo ya maskari walikuwa wanaua mpaka watoto, wa mama, wa baba, watu wako very innocent. Kama Githurai mliweza kusikia kile kiliweza kutokea, kuna watu waliuliwa ambao hawakuwa na hatia yote. Kuna Gen Z waliuliwa na millennials wenye waliingia pale parliament, hawakuwa na hatia yote. Hatia ilikuwa ni kuingia parliament, waliweza kuuliwa. Lakini leo hii tumeweza kupokea habari kwamba IPOA imeweza kusummon 50 police officers and commanders. So I just want to read something here ili tuweze kuelewa nini kinaendelea. Over 50 police officers have been summoned by the Independent Policing Oversight Authority over misconduct during the 2023 Azimio protest and Gen Z protests in 2024. That left dozens dead and scores injuries. By the way, so there is a certain boy amekuwa akiweka posters kwa mtandao kwamba huyu askari aliweza kunifunza mkono mpaka sasa hivi mkono yangu haifanyi kazi. Na hao ni askari wana work free. Mwingine tuliweza kumwona Maverick huko amesema huyu askari ambaye aliua vijana wengi sana aliweza kupiwa transfer akapelekwa kwingine. Na huyu askari alijulikana alikuwa ametoka kufanya kazi wapi ama alikuwa kwa kitengo kipi. Notably, 15 of the officers summoned are senior police commanders, mostly drawn from the western region where the Azimio protest led the most deaths in 2023. The officers are therefore required to present themselves before the IPOA detectives between Tuesday and Thursday this week. Wow. Meanwhile, the National Police Service NPS has urged all the summoned officers to meet their respective legal representatives today, September 16th. Legal officers from these headquarters will meet the concerned officers at the regional headquarters on September 16 for briefing prior to appearing at the authority offices of the respective dates, read part of letter signed by Elizabeth Marube on behalf of the Deputy Inspector General. This follows the Law Society of Kenya and the civil society's concerns about police involvement in the abductions and deaths of the Kenyan protesters in the series of protests that plagued most parts of the country both 2023 and 2024. IPOA had previously written to the Deputy Inspector General of NPS on August 30 saying that the investigations into the suspected misconduct were taking shape and almost coming to a close. In the course of its investigations, the authority has established that the several police officers were involved during the said police operations that resulted in deaths and serious injuries among other crimes, the IPOA wrote the statement today. The IPOA Act Section 71, Clause 1 grants the authority the power to request documents and summon both serving and retired police officers. Both series of protests led to the deaths of thousands of Kenyan protesters at the hands of police officers, which led to even more applause from Kenyans and human rights groups who accused the police using excessive force and not allowing Kenyans to exercise their rights to peaceful assembly. Most notable of the cases that have been brought under scrutiny are the deaths of Reagan Ouko
and Caroline Shiramba on June 25, and Daniel Wante and December Shivanji on July 23. Senior police officers in Nakuru have also far been grilled over the shooting of K24 TV journalist Catherine Wanjeri during the Gen Z protest. In an historical case that made this summon post per ruling in 2022 sought to hold accountable the senior police officers working in Kisumu during the shooting of Baby Pendo, which occurred during protest in 2017. Among the senior police commanders summoned are Bungoma Police Commander Francis Koori, Kakamega Police Commander Lucy Kananu, Bungoma South Police Commander Wilson Muraya, and his Kakamega Central counterpart, the General Service Unit JSU officer in charge of Kakamega State Lodge and the officer in charge of the Akijelisti Anti-Stock Theft Unit ASTU. So guys, I think according to us kama Wakenya ama sisi kama Wakenya, this is good news. We hope how watu wataweza kuchukuliwa hatua. They killed innocent Kenyans when walikuwa wanapigania haki zao. They killed innocent kids when walikuwa kwa streets, kwa maboma zao winje kucheza. They killed innocent people when wengine walikuwa wanapita, walikuwa wanatoka kazi. Especially Githurai. Zile videos ambazo tuliweza kuziona zilikuwa za kushtua sana. Wale ni watu wengine walikuwa wanatoka job usiku wakaweza kupatana na kifo. Imagine, yani mtu unatoka job unapatana na kifo kwa barabara. Huku unaandamana, huku unafanya anything, na umeandamana. Hata kama ulikuwa unaandamana maandamano ya amani, watu wakaweza kuuliwa. Na the same police officers wenye walikuwa wanaua watu hawakuweza kuchukuliwa hatua yeyote. Even our president never said anything. Hakuongea kitu yoyote. Alinyamazia. Hata wakati alikuwa anaambiwa kuna mtoto aliuliwa, alipiwa marisasi 8. Aliuliza, "Are you, that kid is not alive?" Yani maswali zenye president alikuwa anaulizwa na venye alikuwa anajibu ulikuwa unashangaa. Like serious, huyu ni president wa Kenya. Huyu ni mtu ambaye tunamuita kwamba huyu ni president wa Kenya ama ni mtu mwingine. Yani imagine askari wameua watu, anajifanya kwamba hajui anything, hajui lolote limefanyika. Watu waliuliwa pale Parliament building. Wengine waliuliwa na masnipers. President anajifanya kwamba haoni. Yani mimi hujiuliza kwamba tuko in our own countries lakini hatuna freedom. We are living like slaves in our own country. Yani hatukuingia Parliament ndani, hiyo ilikuwa dhambi. Wakaua watu wengine. Wengine ndio walipatikana pale Kware. Walipatikana wameuliwa, wametupwa hapo. Kuna wengine mpaka leo hii hawajapata wapendo wao. Waliweza kudisappear kabisa, hawajawahi patikana. Bado mpaka sasa hivi kuna watu wanakuwa abducted. Pia jana umeweza kumuona kuna mtu aliweza kuwa abducted from Mombasa akakuwa molested. You can imagine how this world ama how this Kenya imetani kukua the monster. Yani mtu anakuwa abducted, anaenda kukua molested. Mtu anakuwa abducted, anaenda kuuliwa. Tutakimbilia nani? Tutatorokea wapi? Our leaders ndio hao wenyewe hata wawezi wakatutetea sisi kama Wakenya. Wametuachanisha tuuliwe kabisa, tukufe tuzikwe wakiona. Wao kitu wameweka mbele ni matumbo zao. Wameweka corruption mbele. Wanafikiria mahali wataenda kuiba. Wanafikiria mahali wataenda kudanganya stalled project wapewe pesa millions of money na hiyo story ishe hivyo. Sisi kama Wakenya tumesema kwamba tumefika mwisho. Enough is enough. Hatuendi kuachilia vile wanafikiria. Na tulisema kwamba hao askari wakiendelea kuua watu kiorera hivi, sisi Wakenya basi tutaenda kuchukua sheria mikononi mwetu, tuanze basi kuandamana, tuanze sasa kuenda mpaka maboma zao. Eleki kuna jamaa fulani alisema kama hivyo ndivyo serikali itataka, tutaanza kutembelea mafamilia zao. Sidhani kama hao watu wakianza kutembelea familia zao, hizi familia zitakuwa na amani. Mimi hujiuliza hawa askari wenye wanaua watoto wa watu yani kiolera, do they have families? Do they have kids? Do they have wife? Wako na familia zao kweli? Yani unaua mtoto wa mtu like nothing. Anyway, as much as I'm concerned, kitu ningependa kusema, I'm so happy
and I thank IPOA wameweza kuchukua hatua, na we hope watachukuliwa hatua, si eti kutupumbasa hapa tu kwa mtandao kwamba mmewasamon baadaye tusikie kwamba hakuna sheria ama hakuna kesi mbele yao. Tunataka kuona watu wamefutwa job, tunataka kuona watu wamefungwa kamiti. That's the only thing we want to hear from you, IPOA. Kama si hivyo, hey, Wakenya tuko macho, and we are going to follow this case very keenly. Tunataka kuifollow keenly kabisa ili tuweze kujua what's really going on. Anyway, to Team Cyprian, all I can say, may Almighty God bless you for the support mmekuwa mkinipatia. Mungu awabariki sana. Pengine mimi pia ni binadamu, hadi ninakosea, naomba msamaha muweze kunisamea. So wacha tuendelee ku subscribe to Cyprian TV angalau tuweze kupata habari zaidi. Nasema asante, tuonane baadaye.